Burudani kabisa, karibu mwana michezo kwenye mbelenge za michezo kutoka hapa kwa Wabe Media. Tunakutana kwa ajili ya kujadili na kuzichakata taarifa za michezo kutoka hapa nyumbani Tanzania. Mimi ni Abu Bakri mwana Juma Abu Bakri, na niko na IG kama vinga upande wangu wa kushoto, mchambuzi wa Zam. Tuko vizuri? Tuko vizuri shana. Weekend ilikuwaje? Ilikuwa poa upande wangu, si upande wako. Tuko vizuri kabisa. Tukianzia moja kwa moja kuichakata mechi ya leo kati ya Simba Sports Club akikaribishwa na wana JKT Tanzania pale Meja Jenerali majira ya saa 10 za jioni. Mnyama katoa kucheza mchezo dhidi ya Mashujaa wiki iliyoisha tu hapa, na leo hii anaingia dimbani tena dhidi ya JKT Tanzania. Huenda ikawa ni advantage kubwa sana kwa JKT Tanzania, ukizingatia JKT Tanzania na mnyama yani JKT Tanzania kakaa muda mrefu bila kucheza kuliko mnyama. Tukianza hapo kwenye itaweza kuwa ni advantage, maana yake mchezaji usipokaa kwa muda mrefu atakuwa na kiu ya mpira. Atatamani sana kucheza mpira, na hata fitness yake itakuwa iko vizuri. Acha na match fitness yake mwenyewe, maana yake atakuwa anafanya mazoezi kwa kipindi kirefu sana. Na ninapokuja kuzungumzia JKT Tanzania, ni miongoni mwa timu ambayo tunaelewa jinsi wanavyocheza yao na wamekaa kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo itaweza kuwa ni advantage, maana yake atakuwa na kiu na mpira kulinganisha na mnyama ambaye ametoka kucheza mchezo dhidi ya Mashujaa, mchezo ambao ulikuwa ni mgumu sana. Tena away kwenye uwanja mgumu dhidi ya JKT Tanzania. Kwa hiyo JKT Tanzania itaweza kuwa na advantage hiyo ya mnyama kutoka kucheza mechi ngumu dhidi ya Mashujaa, na anaenda kucheza mechi ngumu dhidi ya JKT Tanzania ambao hajakaa kwa muda mrefu, hajacheza mechi kwa muda mrefu. Maana yake usipocheza mechi kwa muda mrefu, kuna baadhi ya vitu unakuwa huko timamu kiakili, cha kwanza, cha pili hata ile kutamani mpira unakuwa unatamani kwa asilimia kubwa sana, hata fitness yako inakuwa iko vizuri. Kwa hiyo hizo ni advantage kwa JKT Tanzania, wataweza kutumia leo na mechi ikawa ngumu kwa mnyama Simba Sport Club. Sawa, lakini tukiangalia kwenye tuzo za ligi kuu ya NBC Tanzania bara kwenye mwezi wa 4 zilizotolewa juzi kati tu hapo, meneja bora wa uwanja ni Ashraf Omar, meneja wa uwanja wa Meja Jenerali Samuel, ambapo leo hii ndo mchezo huu unarindima. Huenda labda kulikuwa na mashabiki pengine walikuwa na wasi, hofu na uwanja, lakini kama tulivyoshuhudia hapo, tuzo imeenda kwa meneja huyo wa JKT Tanzania. Pitch inawezekana ikawa ni rafiki sana kwa mnyama Simba kwenye mchezo wa leo, kwa sababu tumeshuhudia kwa msimu huu JKT Tanzania wamejitahidi kwa namna yao uwanja wao kuweka katika standard ya hali ya juu. Pitch ya JKT Tanzania ilifanywa marekebisho, na nadhani ilifanywa marekebisho katikati ya mwezi wa pili hivi. Na hiko kuna mvua ambazo zinaendelea jijini Dar es Salaam. Tunajua ule uwanja mvua ikinyesha unakuwa hauruhusu mpira kutembea. Kwa hiyo ilifanywa marekebisho. Sasa hivi pitch ambayo imesimama ni standard sana. Pitch ya JKT Tanzania ni miongoni mwa viwanja bora kwa ligi yetu sasa hivi. Uwezo ukitaja uwezo kaacha kutaja kiwanja cha JKT Tanzania ambacho kiko bora sana. Sasa hivi pitch inatembea. Watu waliona mchezo dhidi ya Young Africans, angalia pitch ilivyokuwa inatembea. Pitch inaruhusu kufanya vile ambavyo unavyotaka. Viwanja vingi sana vya mkoani waga pitch zinakataa kutokana na miundombinu au na kapeti ambayo iliyowekwa. Asilimia kubwa ni viwanja asili. Sasa kuja kuangalia JKT Tanzania unabadilishwa kutoka asili na kuwa kapeti kama kapeti fulani ambayo inawekwa, inakuwa iko favorite sana kuruhusu mpira kutembea. Hata maji, miundombinu wa maji yasituame sehemu moja, yeye yanapita. Kwa hiyo uwanja JKT Tanzania sasa hivi ni uko vizuri sana. Kwa kipindi cha nyuma Simba alienda kucheza pale na JKT Tanzania, tunakumbuka Simba akapata ushindi wa goli moja, ila kwa mbinde sana. Watu wengi walisingizia uwanja, ila kwa sasa hivi uwanja wa JKT Tanzania ni miongoni mwa viwanja bora sana. Leta tu timu yako pale icheze. Mimi sina doubt kutokana juu ya kiwanja cha JKT Tanzania, sina doubt ya hilo hata kidogo. Sawa, lakini tukiangalia vizuri kwa upande wa mnyama Simba Sports Club na hawa JKT Tanzania, ukiangalia mechi 5 za mwisho kwa JKT Tanzania ni zilikuwa kama unaweza kusema ngumu kidogo kwa upande wake, kwa sababu amepata sare mechi 3, sare za magoli zote. Kuna 1-2-2, kuna 2 za 2-2 alafu na 1-1. Alafu kafungwa 1, kashinda 1. Huenda ikawa kwenye huu mchezo wa leo ikawa ni ngumu kwake JKT Tanzania kuzingatia na mechi zake 5 za mwisho hajakuwa na mfululizo wa matokeo mazuri. Ukija ukaangalia JKT Tanzania, kwanza ukija kupita kwenye rekodi ya uwanja wake ule wa Meja Jenerali Samuel dhidi ya hivi virao vikubwa, hajapoteza mchezo. Katoka pale kamfunga Azam, kasale na Young Africans ambaye mnafahamu ni klabu bora ambayo zinagombania ubingwa wa NBC. So kwa hiyo haraka na strategies ambavyo ilivyo ya yeye na Simba Sport Club, ameshawahi kupata sare na ameshawahi kumfunga Simba.
kwenye ule uwanja wake wa Meja Jenerali Samuel. So kwa hao yote yanakuwa analyze huu mchezo wa leo utakuwa ni mchezo wa aina gani. Manake unafahamu hapa wametoka kupoteza mchezo dhidi ya Tanzania Prison, na angalia jinsi alivyokuwa anacheza wachezaji, ila mwalimu Ahmed Ali ni mwalimu ambaye anabadilika kutokana na mchezo na kurudisha mchezo wa Young Africans na JKT Tanzania pale Meja Jenerali Samuel. Alitumia mfumo wake ule ambao ulikuwa ni 4-3-2, mfumo wa asilimia kubwa wakiwa na utumia JKT Tanzania. Unakuja unaangalia asilimia kubwa kuna mtu mmoja anakaa chini ambaye Ali Msengi tunafahamu ni midfielder ambaye anaweza kukaa chini kulinda hii back four yake, alafu hapa juu anakuwa anasaidiana na Ndemla kama akianza Ndemla au Songo ambao wataweza kuanza kwa mwalimu. So hawa wote wanakuwa wanainda hii back four yao. Kwa hiyo back four ya JKT Tanzania inakuwa ina walinzi wawili, midfielder wawili asili yao wote namba 6. Kwa hiyo inakupa ugumu kupenetrate, na hao wengine wanakuja wanafanya delaying hapa kwa subiria Simba Sport Club au timu yote kubwa wanaocheza nao asilimia kubwa wanapa mpira, wenyewe dominate mpira ile, wenyewe wanakuwa wanatumia counter attack kushambulia. Wakutana timu kama hii yote na kuonesha jinsi ambavyo walivyokuwa na nidhamu ya ulinzi kwa wakiwa kwenye uwanja wao, hata wakiwa wanacheza na timu kubwa. Kwa hiyo kwa Simba Sport Club leo hii itakuwa ni kipimo kingine tena, kama akishinda mechi ya leo dhidi ya JKT Tanzania, pengine hizo mechi na hizo pole vyosalia, mimi kwa matumaini yangu asilimia kubwa na Simba anavyocheza sidhani kama vitamsumbua, ila viporo ambavyo viko viwili Mashujaa na JKT Tanzania, hichi ndio kipimo waga kigumu sana. Unakuja unaangalia JKT Tanzania, huyu Young Africans akachukua alama 4 kwa JKT Tanzania, huyu Azam FC kwa JKT Tanzania akachukua alama 1 tu mpaka hivi akachukua alama 1 kwa JKT Tanzania. So huyu ndio atakuwa mpinzani ambayo Simba akichukua alama, pengine viporo ambavyo vimesalia vitaweza kuwa virahisi sana kwa mnyama Simba Sport Club. Sawa, lakini tukiangalia hapa msimamo, mnyama Simba yuko nafasi ya pili akiwa na alama zake 60, mechi 23, lakini ukija kwa hawa JKT Tanzania wako nafasi ya 7, mechi 26, alama 32. JKT Tanzania ukiangalia hii chati yao hapa wanachuana na Dodoma Jiji ambaye ana alama 34 pamoja na Tabora United ambaye ana alama 37. Alafu JKT Tanzania huu mchezo wake unaenda kuwa wa 27. Kwa ukiangalia hii chati jinsi ilivyo, JKT anapambana na Dodoma pamoja na Tabora kwenye ile nafasi ya 5 na 6, kwa sababu yuko nafasi ya 7. Kupitia huu mchezo wa leo, huenda mwalimu Ahmed Ali wa JKT Tanzania akawekeza nguvu sana alimradi waambulie sare, ama kama itawezekana wapate ushindi. Inawezekana kwa hilo? Nguvu ya mchezo wa leo utakuwa mkubwa, maana ukiangalia pia JKT ana alama 32. Akipata sare au akishinda anapanda juu kwenye nafasi aliyopo, anapanda juu. Kwa hiyo lazima mwalimu Ahmed Ali kwanza approach ya mechi leo itakuwa tofauti kama alivyo sio sawa kama alivyocheza na Tanzania Prison. Utaangalia hata wachezaji asilimia kubwa userious wa mechi, discipline itakuwa kwa hali ya juu, manake huu mchezo kwa JKT Tanzania ni mkubwa sana. Cha kwanza michezo kama hii ndio inawauza wachezaji, maana tunafahamu kuwa tunaenda mwisho wa season hii. Kwa hiyo lazima wachezaji mwenyewe individual ability uongeze kwa asilimia kubwa sana kupambana kuhakikisha walao una perform vizuri, na kama sio perform vizuri upate matokeo dhidi ya Simba Sport Club, aidha sare au upate ushindi. Na hiyo yote itaanzia kwa wachezaji, hata bench la ufundi kwa ujumla wanapoingia kwa mechi tofauti na mechi nyingine wanazoingia. Leo utaweza kushangaa JKT Tanzania nyuma pale wakawa watana kumachi mtu mmoja tu mbele wafanye counter attack. Najua counter attack hawa ni wazuri sana, counter attack wakiwa wanafanya counter attack pale wanakuwa asilimia kubwa, unaona jinsi wanavyocheza wakiwa uwanja wao nyumbani, sio ni kuacheza na timu kubwa. Kwa hiyo mimi kiupande wangu leo hii JKT Tanzania lazima ataingia na discipline ya hali ya juu sana. Kwanza ukabaji, maamuzi, yani kila kitu uwanjani utakuwa na discipline kwa asilimia kubwa sana, asilimia 90 au 70. Manake mchezo wa leo wa Simba Sport Club na JKT Tanzania sira yao kubwa ni discipline kwa Simba Sport Club. Sawa, tukiangalia hapo kwa mchezo huu wa leo, mnyama Simba anawezekana kaendeleza ubabe wake kwa JKT Tanzania kama msimu uliopita, japokuwa alishinda kwa mbinde pale Meja Jenerali. Leo hii unaona ushindi wa mnyama? Ushindi wa mnyama leo ushindi wa mnyama kutokana na approach. Maana yake mechi ya mwisho aliocheza dhidi ya Mashujaa hajatengeza nafasi, open goal hajapata, amepata magoli kwa adhabu, kwa mikojo ya penalty, hajatengeza nafasi. Kwa hiyo mimi bado hajanishawishi kwenye mchezo wa leo kuangalia ile approach aliocheza. Unajua Simba akutana timu ambayo inafanya low blocking, inakuwa ni ngumu sana kwa unblock timu ambayo inafanya low blocking.
ukija muangalie mechi ambazo wamecheza, hata mechi ya JKT Tanzania hapa nyumbani, hapa alipocheza KMC uwanja wake wa nyumbani, angalia paka dakika za mwisho watu kuja kupata penalti ambayo ilizua maswali mengi sana kwa watu. Kwa hiyo tena kuonesha Simba Sports Club bado safu yao ya washambuliaji, hata safu yao hata eneo lao la as number 10 bado hawajaweza kuinasua, wakutana timu ambayo ina low blocking, kuinasua inakuwa ngumu sana. Ukija angalia mechi dhidi ya Mashujaa jinsi walivyokuwa wanacheza, walikuwa wanafanya low blocking ile, yani low blocking passe walikuwa wanafanya. Sasa ile testa ya Mashujaa na JKT Tanzania is the same, na mimi nitaweza kusema JKT Tanzania wako bora sana kufanya low blocking kuliko Mashujaa, kwa sababu hata ukiangalia namba magoli walioruhusu Mashujaa ni vitu tofauti. Itakuonesha kabisa kwenye eneo la kujilinda asilimia kubwa JKT wako bora kuzidi timu ambao walicheza nao hapa Simba ambao ni Mashujaa. Kwa hiyo sasa Simba leo inabidi wafanye mara tatu ziada, mara tatu waweze kuwa unblocking safu ya ulinzi ya JKT Tanzania ambayo inaongozwa na Katanga Shija, ambao tunamjua ubora wake, asilimia kubwa anacheza pale Nango, ambao kiukweli mimi nitaweza kusema leo hii mechi ya leo Simba lazima aidha afanye rotation yake ile, acheze na pivot as number 10, wao namba 10 wawili pale, ili waweze kuwarahisisha hii defensive ya JKT Tanzania, ili waweze kupata chochote kitu. Maana yake wakicheza kama wanavyocheza, sioni leo Simba Sport Club pale kufunga open goals, sioni. Sawa, kwa JKT Tanzania unampa karata gani? JKT Tanzania leo yeye akipata sare tu kwake yeye ni sawa. Kwa hiyo ataingia na hiyo akili cha kwanza, kama hatuwezi kufunga basi tuzuie. Ndio akili ya kwanza ya Mwalimu Ahmed Ali na wachezaji wake kwa ujumla na benchi lao la ufundi. Kama hatuwezi kufunga basi tuzuie basi. Sawa kabisa, huo ndio ulikuwa uchambuzi yakinifu kabisa juu ya mchezo wa leo kati ya JKT Tanzania dhidi ya Simba Sports Club, mchezo ambao utapigwa Meja Jenerali Isamuyo saa 10 jioni. Wana Simba, wana JKT Tanzania, wapenda burudani. Tusubiri itakuwaje hapo baadaye, nani ambaye ataibuka na ushindi, nani ambaye ataibuka na sare, ama nani ambaye atakayefungwa. Mpira manako na matokeo matatu, kwa hiyo lazima tuondoke na tokeo moja katika hayo matatu. Hii ni Kawabe Media, tembelea YouTube, Instagram, Facebook, Thread, X, kwa hiyo tunapatikana @Kawabe Media. Bye bye.